Uhaligani mwana maisha fresh popote pale ambapo umeketi wakati huu kulisikiza jambo la leo la Juni 2, 2026. Nasi tupo hapa tayari kukujuza taarifa zote hizo kwa uzuri kwa langu. Jina ni Mina Yusuf. Nami ni Irene Kishwa. Kwa chache kati ya mengi utakayosikia jioni hii ni pamoja na haya: rushwa ngono kwa vyuo vya kati na vikuu kwa wanachuo kike na wakadhiri vyatajwa kukithiri. Kuongezeka kwa gharama za mikopo katika masoko ya fedha ya nje kuathiri upatikanaji wa kiwango chake. Mahakama imeweka zuio la siku 30 kwa wanafunzi 9 wanaodaiwa kuchoma bweni na kusababisha vifo na majeruhi. Serengeti Boys kukitupa leo usiku dhidi ya Senegal nchini Morocco. Kwa habari mbalimbali tufuatilie kupitia kurasa zetu mbalimbali ya mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok pamoja na Facebook kwa kuandika Jambo FM TZ, na katika YouTube ni Jambo FM Radio Tanzania. Pia unaweza kutusikiliza mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz. Na tulianze moja kwa moja jambo la leo kutokea Tabora. Rushwa ngono imetajwa kukithiri katika vyuo vya kati na vikuu kutokana na wanachuo hasa wa kike kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa kutaka ama kulazimishwa na walimu wao ili kupata alama katika masomo ambayo haya kufikia kiwango cha ufaulu. Kutoka mkoani Tabora, Pasco Tuliano na taarifa kamili. Baadhi ya wahadhiri wamekuwa wakiripotiwa kuwafelisha wanafunzi hasa wa kike kwa makusudi ili kuwalazimisha kutoa rushwa ngono kwa lengo la kubadili alama zao za ufaulu wa darasani. Ngono hutumika kama mbadala wa ufaulu mzuri, upendeleo katika usahihishaji wa mitihani au kupata alama za juu kati ya mhadhiri au mwalimu dhidi ya mwanafunzi ambaye anakuwa tayari kufanya hivyo, iwe kwa ridhaa yake mwenyewe au kwa shinikizo. Nimezungumza na baadhi ya vijana ambao kati yao wapo wahitimu na wapo wale wanaoendelea kusoma katika vyuo vilivyopo hapa Tabora. Wanaeleza uelewa wao juu ya rushwa ya ngono na namna inavyofanya kazi huko vyuoni kwao. Rushwa ngono mara nyingi inatokea huku machuoni, ni sehemu ambayo mtu tayari anajielewa. Kama unavyojua maisha ya chuoni kuna zile tunaita coursework. Sasa unajikuta mwanafunzi hapo hajabadilika kuzipata hizo marks kwa maksudi ya mwalimu au mwanafunzi mwenyewe kushindwa kuzifikisha hizo. Na maana labda pengine mwalimu alimtaka na then mwanafunzi alikataa, pale mwalimu anaamua kufanya kama kumkomoa ili asifanye mtihani wa mwisho. Inatokea kwa wanafunzi wa kike. Wapo ambao wanakubali, unaona kuliko kusapu ukarudie tena mtihani itakuwa ngumu, au kuliko kukeli ukabebe tena somo mwakani inakuwa ngumu. Wengine unakuta anakubali. Katika kulitambua hili, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tabora imekuwa ikifanya mijadala ya wazi na makongamano mbalimbali yanayowakutanisha wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu mkoani Tabora ili kutoa elimu kwa wanafunzi juu ya namna bora ya kuepuka na kuripoti vitendo hivyo vya rushwa ya ngono katika mazingira ya chuo, kama anavyoeleza Bi Edna Adrian, afisa mchunguzi kutoka TAKUKURU hapa mkoani Tabora. Kwenye tafiti zetu mbalimbali tumegundua kwamba moja kati ya mambo ambayo yanawakwamisha vijana wengi hasa kwenye taasisi za elimu lakini kwenye soko la ajira ni uwepo wa vitendo vya rushwa ya ngono. Lakini pia tumekuwa hatupati taarifa za kutosha kuhusiana na vitendo vya rushwa ya ngono hasa kutoka kwenye taasisi za kielimu. Kwa mkoa wa Tabora tukaona tukifanya mjadala huu wazi utatupatia nafasi ya kujua hasa vijana wanakutana na changamoto gani kwenye masomo yao, lakini pia wanakutana na changamoto gani katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwisho, vijana na wanafunzi wanatoa mapendekezo yao juu ya nini kinachopaswa kufanyika ili kutokomeza rushwa ya ngono katika taasisi za elimu ya juu. Kwa mfano kama vyuoni, serikali imfuatilie mwanafunzi. Swala la kukuta kwa mfano lecture ndo final say linakuwa ngumu. Kwa mfano kama elimu za chini hivi unakuta advance, O level, primary, huko mwalimu hata kikufuata hauwezi ukaumia sana hata ukimkatalia kwa sababu unajua utafanya nekta na hata saisha. Lakini chuo inakuwa ngumu sana kwa sababu yeye ndo final say. Endapo issue husika ikijitokeza, mwanafunzi husika anatakiwa kwenda kuripoti kwa mkuu wa chuo kupitia Dean of Students, kwa sababu kila chuo kina msimamizi wa maadili kwa wanafunzi. Kwa hiyo wahusika sasa kwa maana ma lecture ili waweze kuchukuliwa hatua stahiki kwa kitendo wanavyofanya. Kutoka hapa 99.7 Tabora, hii ni sauti ya Pasco Tuliano wa Jambo FM. Asante sana Pasco Tuliano, na hayo ndiyo basi wanafunzi wa kike
wa kwenye vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu na kumbana navyo kutoka kwa wahadhiri wao. Sasa ni hapa Dodoma. Kuongezeka kwa gharama za mikopo katika masoko ya fedha ya nje kumeathiri upatikanaji wa kiwango cha mikopo iliyotarajiwa na kwa miongoni mwa changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka 2025-26. Taarifa zaidi na Gideon Gregory. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari wakati akisoma bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-27, huku akibainisha mikakati mbalimbali ya serikali katika kukabiliana na changamoto hizo. Wizara ilikadiriwa kutafuta misaada ya shilingi bilioni 925.1 kutoka kwa washirika wa maendeleo, lakini hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu, wizara ilifanikiwa kupokea shilingi bilioni 440.5 sawa na 80.0 ya lengo la mwaka. Ili kukabiliana na changamoto zilizojitokeza, wizara imeendelea kuchukua hatua mbalimbali. Mosi, kuimarisha mifumo na kupanua wigo wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Pili, kuongeza kiwango cha ukopaji kutoka soko la ndani la fedha kufuatia mwenendo mzuri wa minada ya hatifungani za serikali na kampuni. Aidha, Balozi Omari amesema wizara imefanikiwa kupunguza deni la serikali kwa ufanisi, hatua ambayo imewezesha nchi kuendelea kuaminika katika masoko ya fedha ya kikanda na kimataifa. Kwa mwaka 2025-26, wizara ilipanga kulipa kwa wakati deni la serikali lilitarajiwa kuiva la jumla ya shilingi bilioni 14,219.4. Hadi Aprili 2026, jumla ya shilingi bilioni 9,737.7 zimepokelewa kulipa deni lililoiva. Shilingi bilioni 4,445.1 zimetumika kulipa deni la nje na shilingi bilioni 5,292.6 zimetumika kulipa deni la ndani. Nina furaha Mheshimiwa Mwenyekiti kulijulisha bunge lako tukufu kuwa Tanzania imeibuka mshindi wa jumla katika tunzo ya usimamizi wa deni la umma katika nchi za Jumuiya ya Madola pamoja na tunzo ya ofisi bora ya usimamizi wa deni la serikali katika kanda ya Afrika. Kwa upande wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kupitia kwa mwenyekiti wake Mashimba Ndaki, imeitaka serikali kuwekeza kwenye sekta na mikakati inayoongeza mauzo nje ili kudhibiti deni na kuongeza thamani ya shilingi. Pamoja na kwamba deni la serikali limekuwa himilifu kwa viwango vyote vya kimataifa, kiashiria cha uwiano wa deni kwa mauzo ya nje hivi sasa ni 13.9, wakati ukomo ni 15%. Endapo hatutaimarisha mauzo yetu nje, tunaweza kufikia ukomo na hivyo deni linaweza lisiwe himilivu. Aidha, kamati inataka serikali kupunguza ukopaji katika soko la ndani ili kutoa fursa kwa sekta binafsi kupata mikopo kwa riba nafuu. Nao baadhi ya wabunge waliochangia kwenye bajeti hiyo wameshauri serikali masuala mbalimbali ikiwemo kuimarishwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Ushauri wangu Mheshimiwa Mwenyekiti kwa Wizara ya Fedha ni kuisaidia TRA hasa bajeti yake kuiwezesha kifedha ili iweze kutekeleza wajibu tulioikabidhi kwa ufanisi, kwa weledi, kwa spidi tunayotarajia na kwa mafanikio tunayotarajia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna baadhi ya maduka ukienda mengi katika nchi hii unaulizwa ukishanunua hivi nikupe risiti au usikupe risiti, nikupe yenye VAT au usio na VAT. Maana hii ni mianya Mheshimiwa Mwenyekiti ambayo inapoteza fedha nyingi sana. Walipa kodi ambao wanastahili kulipa ni wengi, wanaolipa ni wachache. Kwa mwaka wa fedha 2026-27, Wizara ya Fedha imeliomba bunge liidhinishe bajeti ya shilingi bilioni 21 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Sasa ni hapa Singida. Wakazi wa manispaa Singida mkoani Singida wamewataka watoa huduma za afya hususan wauguzi kwa nguzo ya matumaini kwa wagonjwa kwa kutoa huduma bora zenye upendo, utu na kuzingatia maadili ya taaluma zao wakati wakitekeleza majukumu yao. Wamesema maneno ya faraja, usikivu na huduma ya haraka bila mchango mkubwa katika kuimarisha hali ya mgonjwa na kumpa matumaini ya kupona. Saulo Steven na taarifa kamili. Muuguzi anapokuwa na lugha nzuri, kuna yale matumaini mgonjwa unayapata. Tuna customer care nzuri kwa kweli. Mwisho wa siku mtu hadi unaogopa kwenda hospitali. Kwamba mgonjwa anapofika hospitalini basi wamhudumie kwa amani, kwa wema na kwa ukarimu wa hali ya juu sana. Hata dawa zenyewe zitafanya kazi kwa sababu unakuwa umerelax. Tofauti na kupokea vibaya, pressure inapanda. Wakizungumza kwenye kati tofauti na Jambo la Leo, wananchi hao wameeleza kuwa wauguzi ni watu wa kwanza kukutana na wagonjwa wanapofika hospitalini, hivyo wanapaswa kuendelea kuonesha weledi, uvumilivu na matendo ya huruma wakati wa kutoa huduma kwa wagonjwa. Kwa hiyo cha msingi tu kinachotakiwa tupate wauguzi wenye mioyo ya ubinadamu, wenye mioyo ya huruma, wenye mioyo ya utu. Mgonjwa anapofika hospitalini basi wamhudumie kwa amani, kwa wema
wema na kwa ukarimu wa hali ya juu sana. Wagonjwa mara nyingi tunahitaji faraja. Kwa hiyo the way ambapo mtu atakupokea vizuri ndo unawahi kupona. Hata dawa zenyewe zitafanya kazi kwa sababu unakuwa umerelax. Tofauti na kupokea vibaya, pressure inapanda. Muuguzi anapokuwa na lugha nzuri, kuna yale matumaini mgonjwa unayapata, unajisikia vizuri. Tuna customer care nzuri kwa kweli. Hilo tu. Mwisho wa siku mtu hadi unaogopa kwenda hospitali. Joyce Muyenjwa ni muuguzi mkuu wa mkoa wa Singida, anasema uuguzi ni kazi kama zilivyo kazi zingine, hivyo anawakumbusha wauguzi mkoani humo kukumbuka kiapo cha kazi yao wakati wa kutoa huduma ili kuzingatia maadili ya taaluma, huku Israel Kisasila ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wauguzi mkoa wa Singida akisisitiza kuwa hawako tayari kuvumilia wauguzi wasiozingatia maadili ya taaluma hiyo. Kupitia kile kiapo tunaamini kwamba wauguzi wataweza kutoa huduma ambazo ni sahihi, ni bora, ambazo haziwezi kumdhuru mgonjwa au mteja wa aina yoyote ile. Wauguzi wetu mstakabali wetu. Wauguzi waliowezeshwa huokoa maisha. Tunakemea vikali tabia hizi zinazofanywa na wauguzi hao wachache, na hatutakubali kuona taswira ya taaluma yetu inaendelea kuchafuliwa na wachache hao. Kwa upande wa serikali, katibu tawala wilaya Singida Binaima Chondo amewakumbusha wauguzi kuwa watu wema kwa wagonjwa pindi wafikapo hospitalini. Moyo wa huruma, uvumilivu na uzalendo mkubwa. Wauguzi ni watu wa kwanza kuona kiumbe cha Mwenyezi Mungu kikifika duniani na hata anapoondoka. Wauguzi ni tumaini kubwa sana kwetu sisi. Wauguzi ni muhimili muhimu katika utoaji wa huduma za afya katika hospitali, vituo vya afya na zahanati. Mtu anapata ajali, anakatwa mguu, anaona mguu kabisa umekatika, lakini anapokuja hospitali matumaini yake ni kwako wewe. Kwa hiyo tuwe na huruma na tuhudumie kwa utu na ubinadamu. Ni dhahiri kuwa huduma bora na lugha zenye faraja kwa wagonjwa huondoa hofu na kujenga matumaini mapya ya kupona kwa wagonjwa. Kutoka hapa mkoani Singida, hii ni 101.1 na hili ni Jambo la Leo. Jina langu ni Saulo Steven, Jambo FM. Shukrani sana Saulo Steven kutoka Singida, na tulipeleke jambo hilo moja kwa moja kimataifa. Mahakama ya Naivasha kaunti ya Nakuru nchini Kenya leo imeweka zuio la siku 30 kwa wanafunzi 9 wa kike wa kidato cha 3 katika shule ya Utumishi Girls Academy ili kupisha uchunguzi baada ya kuhusishwa kuchoma bweni na kusababisha vifo vya wanafunzi 16 na kujeruhi kadhaa. Wanafunzi hao hawajasomewa mashtaka kuhusu tukio hilo kutokana na uchunguzi kutokamilika, huku polisi wakiendelea kuchunguza uwezekano wa makosa ya mauaji na uchomaji moto kwa makusudi. Washtakiwa hao walikamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI baada ya uchunguzi wale uliohusisha baadhi yao na tukio hilo kwa kunasa picha kabla na baada ya tukio hilo kutoka kamera za usalama. Aidha, maafisa wa kitengo cha ulinzi wa watoto DCI pamoja na washauri na sawa walishiriki katika mahojiano yaliyofanyika katika kituo cha polisi cha Gilg na kueleza kuwa walifikia uamuzi huo kutokana na kuwepo kwa malalamiko kuhusu mabadiliko ya ratiba ya mtihani, ada za shughuli za kitamaduni shuleni pamoja na ushawishi kutoka kwa wanafunzi wa shule jirani waliokuwa wameandamana. DCI imesema mpango wa kuchoma bweni hilo ulidaiwa kujadiliwa majira ya saa 3 usiku kabla kutekelezwa saa chache baadaye. Na tunalikamilisha jambo la leo kwa jambo la michezo. Timu ya taifa ya soka ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys inashuka dimbani leo majira ya saa 4 kamili usiku kwa mchezo wa finali dhidi ya timu ya taifa ya Senegal mjini Rabat nchini Morocco. Kocha wa timu hiyo Elieneza Nsanganzelu amesema timu imejiandaa vizuri na kukiri kwa mchezo huo hautakuwa rahisi, ila watatumia ubora walionao katika kuhakikisha wanapata nafasi na kuomba Tanzania kuiombea timu hiyo. Kikosi kiko vizuri sana, tumejipanga technically, psychology ya wachezaji iko vizuri, fiziki ya wachezaji iko vizuri. So tunamshukuru Mungu kwa kila mchezaji ambaye tunamtarajia yuko vizuri na yuko tayari kwa ajili ya kucheza mchezo wetu. Tanzania tunawakaribisha sana kutupa nguvu, kwa sababu sisi kazi yetu viwanjani tumeshamaliza, maana yake kazi inabaki zaidi kwenu kutupa nguvu na maombi ili vijana waweze kupata nguvu na utimamu wao uwe sawa sawa, ili tuweze kucheza aina yetu ya mchezo ambaye itamfurahisha kila Mtanzania ambaye ataangalia mchezo. Kama kawaida mchezo utakuwa rahisi kwa sababu sisi tumejipanga, lakini na wao wamejipanga. Kwa hiyo maana yake tutaanza mchezo kwa kujihami, lakini pia baadaye sasa tutajaribu na sisi kutumia ule ubora wetu tuliokuwa nao kuona kama tunaweza kupata nafasi. Safari ya Serengeti Boys ilianza kwa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Msumbiji na baadaye kuichapa Angola mabao 3-0 na kupoteza mchezo na Mali kwa kukubali magoli 2-1, mchezo ambao ulifanya timu hiyo
kuongoza kwa alama 6 hatua ya makundi na kuingia robo fainali. Hatua ya robo fainali, timu hiyo ilitoka sare mabao 3-3 dhidi ya Algeria na kushinda kuingia nusu fainali kwa matuta 4-3 ambayo yamewapa nafasi ya kuingia fainali baada ya kuiondoa Misri kwa matuta 4-3 baada ya dakika 90 kumalizika bila kufungana. Kila laheri Serengeti Boys. Lakini pia kuna wa Tanzania zaidi ya 200 tayari wamefika. Yes. Kwa ajili ya kuwapa joto, kuwapa nguvu, kuwashabikia vijana wetu hawa ambao wanapeperusha bendera ya taifa letu. 4 usiku. Kaa kwenye TV yako, shuhudia mechi hiyo, Serengeti Boys wakipeperusha bendera. Na hili linakuja nyumbani kama ambavyo tumesema. Hili linarudi nyumbani, hili linakuja nyumbani. Safi kabisa. Wada, hivi ndivyo tunavyokamilisha jambo la leo la Juni 2, 2026. Asante kwa wote waliofanikisha jambo la leo. Mimi ni Mina Yusuf. Nami ni Irene Kishiwa. Jioni njema.